sauti, habari. Tumaini peke yako, nisikie sasa na kunitakasa, ni wako kabisa tangu leo. Nipe nguvu pia za kusaidia moyo wangu, ulikufa wewe, wokovu wewe, na kupenda hapa nazunguka katika mashaka na matata, palipo na giza utaniongoza, nitaweza kufuata, kuwa mzima, nivushe salama mautini. Sina hofu kamwe, ukiwapo nami, naamini kuandame siku zote. Bwana asifiwe. Amina. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tupungiane mkono kwa ishara ya kusalimiana hivyo na kutakiana heri na baraka katika ibada hii. Karibuni kwa ibada. Baada ya sehemu tumefanya tayari huduma ya kuweka jiwe la msingi. Sasa karibuni katika ibada ya ushirika mtakatifu, lakini pia ibada ya ndugu zetu watakaoingizwa katika ushirika wa mwili wa Kristo kupitia ubatizo. Na mkurugenzi wetu atatuongozea sehemu ya kwanza ya ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Baba Askofu oye. Niombe niwakaribishe katika ibada hii ya ushirika mtakatifu, ibada ambayo imetanguliwa na kuwekewa jiwe la msingi kwenye nyumba ya kichungaji. Kitabu cha sala ni ukurasa ule wa 60. Tunaianza ibada hii kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Bwana uturehemu. Bwana uturehemu. Kristo uturehemu. Kristo uturehemu. Bwana uturehemu. Bwana uturehemu. Msaada wetu ni katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Wapendwa katika Bwana, tumuungamie Mungu dhambi zetu kwa moyo mnyenyekevu uliotubu na kutii, ili tupate kusamehewa kwa wema na rehema zake zisizo na kikomo. Naomba tupige magoti hapa kwa ajili ya ungamo. Usinipite Mwokozi,
machozi. Bwana unisikie, unapozuru wengine, na mimi usinipite. Yesu, Yesu, Bwana wangu Yesu, ninaomba unisikie, unapozuru wengine, na mimi usinipite. Basi tuunganishe na maungamo haya. Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni, twaungama kwamba tumekutenda dhambi wewe na jirani zetu kwa mawazo na maneno na matendo, na kwa kutotimiza yatupasayo. Twasikitika sana, twatubu kwa ajili yake Yesu Kristo, tusamehe na kutusafisha kwa Roho wako Mtakatifu, ili tuweze kutumikia katika upya wa maisha kwa utukufu wa jina lako. Amen. Mwenyezi Mungu anayewasamehe watu wote wanaotubu kwa kweli akurehemuni. Kusameheni dhambi zenu zote, akutieni nguvu, kuimarisheni katika wema wote, na kisha kufikisheni kwenye uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tusimame kwa utukufu. Kitabu cha sala ukurasa ule wa 62, tukiwa tumesimama tutakwenda kusema wote utukufu kwa pamoja. Utukufu una Mungu juu mbinguni, amani duniani kwa watu waliowaridhia. Twakusifu, twakuhimidi, twakuabudu, twakutukuza, twakushukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu, Bwana Mungu mfalme wa mbinguni, Mungu Baba mwenyezi. Bwana, mwana pekee Yesu Kristo, Bwana Mungu, mwana kondoo wa Mungu, mwana wa Baba, uichukua dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Uichukua dhambi ya ulimwengu, ukubali kuomba kwetu, uketie mkono wako wa Mungu Baba, uturehemu. Kwa kuwa ndiwe peke yako mtakatifu, ndiwe peke yako uliye juu, Yesu Kristo, pamoja na Roho Mtakatifu, katika utukufu wa Mungu Baba. Amen. Bwana akae nanyi.